Karibuni tena katika tafakuri zetu, na tafakari yetu ya leo inasema moyo wako ni kioo chako. Kuna umuhimu wa kujijaribu sisi wenyewe au kujichunguza wenyewe kilichoko mioyoni mwetu, kwani ni mtu peke yake na Mungu ndio wanaoweza kutambua kilichoko moyoni mwa mtu. Biblia inasema, kama uso ujionavyo wenyewe majini, ndivyo ujijuavyo mwenyewe moyoni. Methali ya 27 mstari wa 19. Yaani, ikiwa kama tutachukua muda kujijaribu au kujitazama wenyewe katika nia, mawazo na mipango ya mioyo yetu, tungeweza kujitambua tukoje, kwani maisha yetu yanaakisi mioyo yetu. Mtu mwema anaonekana kuwa mwema kwa sababu maisha yake yanaakisi wema ulio moyoni mwake. Vilevile, na mtu mbaya anaonekana wazi kwa sababu tabia yake inaakisi tabia ya moyo. Labda tu mtu acheze unafiki. Mtazamo wa mtu mara nyingi ni kielelezo cha mawazo yake. Matunda ya mtazamo wake wa akili mara nyingi huonyeshwa katika maneno yake, njia zake, mapenzi yake na kutembea kwake. Kama vile mwanadamu anavyofikiri ndivyo alivyo, na chochote kitakachokuwa lengo kuu la akili ya mtu huyo huathiri mtazamo wake wa moyo na huonyeshwa katika utendaji wa maisha yake au tabia yake. Matamanio na mihemko, tamaa na majaribu, tumaini na woga, mawazo na matarajio ya ndani, pamoja na nguvu za kiroho na udhaifu, vyote vinaweza kuakisiwa katika mwonekano wetu na katika tabia zetu. Tunashauriwa kujitazama wenyewe katika mioyo yetu ili tuweze kujitambua. Kwa mfano, kuna watu wenye roho mbaya lakini hawajitambui kuwa ni watu wenye roho mbaya, lakini maisha yao au tabia yao inajionyesha wazi kwa watu wengine kuwa ni watu wenye roho mbaya. Kuna watu wanaojitahidi sana kuwauliza wengine wawachambue na kuwaeleza bila kificho kuwa wanawaonaje. Watu wa namna hii ni wale wenye nia njema ya kutaka kujua kwamba watu wengine wanawaonaje. Ni kama Yesu alivyowauliza wanafunzi wake, watu wanasema mimi ni nani? Hii inapatikana katika Injili ya Luka sura ya 9 mstari wa 18 mpaka wa 24, na pia Mathayo sura ya 16 mstari wa 13 hadi ule wa 17, na Marko sura ya 8 mstari wa 27 mpaka wa 28. Ni jambo jema kujua watu wanatuonaje, kwa sababu maisha yetu na tabia zetu vinaelezea mioyo yetu. Lakini vilevile ni muhimu kuchukua muda wa kujitafakari na kujihoji kwa kujitazama mioyoni mwetu na kujiuliza, hivi tupoje? Basi tuchukue changamoto hii. Je, tabia yako inaakisi vipi moyo wako? Je, watu wanasema wewe ni nani? Tumsifu Yesu Kristo.